and gentlemen, it's your girl Chanela from Manara TV. Siku ya leo tumeweza kufikiwa na kifo ya mwigizaji wa Bongo Movie, lakini pia aliwahi kuwa video vixen, mwanadada Carolina Hawa almaarufu kama Karina, aliyekuwa akipatiwa matibabu nchini India, amefariki dunia siku ya leo. Taarifa za awali zinaeleza kwamba Karina alitarajiwa kurejea nchini Tanzania leo baada ya kufanya upasuaji mkubwa wa kutibu tatizo la tumbo lililokuwa likimsumbua kwa muda mrefu, na ndio siku hii ambayo amefariki dunia. Na nikumbushe kwamba Karina amekuwa akiugua kwa muda mrefu, lakini pia Watanzania wameweza kushirikiana katika safari yote ya kumuuguza kwa kutoa michango mbalimbali, lakini pia hata wasanii wenzake, viongozi wa serikali walijitahidi kwa kila namna kuhakikisha Karina anarejea katika afya yake. Huko pia chombo cha habari Global kikiwa kimejitahidi kwa namna kubwa sana kuhakikisha kwamba Karina anapata matibabu, kwa kuwa amekuwa akishirikiana naye bega kwa bega. Sasa mara ya mwisho ilikuwa ni Februari tarehe 24 ambapo mwigizaji Carolina Hawa ambaye anajulikana kama Karen aliweza kuzungumza kwa kuweza kushukuru baada ya kupata matibabu Tanzania, lakini pia hata safari yake ya kuelekea India kwa ajili ya kupata matibabu zaidi na kukamilisha taratibu za safari na gharama za matibabu zikiwa zimetolewa na Rais Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, ambapo aliweza kusikia kilio cha Karina kwa kuomba matibabu. Kabla ya kuondoka akiwa nyumbani kwao na pia akiwa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere, Karina aliweza kumshukuru Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na taasisi ya watu mbalimbali waliomsaidia, hususani Shehe Suleiman na Watanzania wote waliochangia kufanikisha safari yake. Jumla ya michango inakadiriwa kuwa ni zaidi ya milioni 54, na katika safari yake Karina aliacha ujumbe maalum kwa familia yake akiwatakia heri na kuombea watoto wake pamoja na mama yake mzazi. Kwa muda wa miaka 9 sasa, mwigizaji huyu Carolina amekuwa akisumbuliwa na matatizo ya tumbo na kufanyiwa upasuaji zaidi ya mara 24, na sasa matumaini yake ya kupona ilionekana baada ya safari yake ya kuelekea nchini India. Hii ilikuwa ni Februari 24 ndani ya mwaka huu, lakini pia Machi tarehe 23 mwandishi wa habari kutoka Global TV Imelda Mtema alifunga safari mpaka kuelekea nchini India kwenda kufuatilia maendeleo ya mwanadada huyo Karen, ambaye Imelda alifika kule kwenda kumwangalia na kisha kumkuta yuko vizuri. Sasa Imelda aliweza kufanya interview na mahojiano mafupi na Karina, na pia hata alipokuwa akifanya ile interview alionekana afya yake inaimarika. Hii ni taarifa ya huzuni kweli kweli, kwa sababu ni kitu ambacho kimekuwa kikimtesa Karina kwa muda mrefu sana, na Watanzania wote jumla wamekuwa kifahamu na wakipata pia muendelezo wa maendeleo yake ya kiafya, lakini pia alipangalo Mungu ni hili. Hatimaye sasa Karina ametangulia mbele za haki. Na nikuhakikishie kwamba kwa kiasi kikubwa sana, kama ambavyo mlikuwa mkiona mitandaoni, waigizaji wa Bongo Movie, mavideo vixen, wasanii wa muziki pamoja na wadau mbalimbali walijitahidi sana kwa kila hali kuweza kupambana, kuchanga, lakini pia hata kwenda kumtembelea Karina. Lakini hata tukikumbuka enzi za Karina, enzi za uhai wake, tuliona Karina aliweza kujitoa kweli kweli kwenye kazi yake. Tuliweza kumuona kupitia video za muziki, lakini pia hata movie mbalimbali alizocheza enzi za uhai wake. Itazidi kuwaletea taarifa mbalimbali. Tumpe maneno mama yake mzazi, maneno ya faraja, lakini pia tuiombe familia yake Karina maneno ya faraja, waweze kupata nguvu katika kipindi hiki kigumu, lakini pia kikubwa zaidi tuweze kumuombea yeye aweze kupumzika kwa amani huko mbele za haki. Hivyo tuweze kumtakia Karina, yani Carolina Hawa, aweze kupumzika kwa amani. Raha milele umpe Bwana, mwanga wa milele umwangazie, aweze kupumzika kwa amani. Amen.